Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru na kumtukuza Mungu kwa ajili ya pendo lake na neema yake kubwa ambayo ameifunulia tena maishani mwetu siku hii ya leo. Nichukue nafasi hii tena kukualika kushiriki pamoja nasi katika ibada yetu hii ya lunch hour kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Karibu tumwabudu Mungu pamoja katika roho na kweli. Amen. Niendelee kukukumbusha kushare, kusubscribe pamoja na kulike, lakini pia na kuandika ujumbe mfupi hapo chini kuonesha ni jinsi gani ambavyo Mungu anakubariki na kukufungua akili na fahamu zako za kirohoni kwa ajili ya mafundisho ambayo anayachilia kwako kupitia katika channel yetu hii ya YouTube. Muhimize ndugu jamaa na rafiki kufuatilia pia vipindi vilivyopita. Hata na wewe ambaye unaungana nasi kwa mara ya kwanza siku ya leo, nikusii mpendo mwana wa Mungu, ili uweze kupata ukamilifu wa mafundisho haya, basi fuatilia vipindi vyote tulivyoanza tangu siku ya Jumatatu katika juma hili, ili uwe na mwendelezo mzuri katika somo hili tuliloanza nalo kwa siku ya Jumanne. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla sijaendelea mbele, pia nikukumbushe hapo chini kuna namba za account pamoja na namba za simu. Unaweza ukashiriki pamoja nasi kuifanya kazi ya Mungu ya kuieneza injili kwa sadaka yako, mpendwa mtu wa Mungu, kama tu sehemu ya shukrani kwa jinsi ambavyo Mungu anakuhudumia kwa njia hii ya mtandao. Basi kabla tujaingia kwenye somo, ninaomba tumshukuru Mungu. Takatifu Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, ni siku ya leo ya Ijumaa unapotupa tena kufunga juma hili katika neno lako la uzima, jinsi ambavyo umesema nasi. Ninajua Mungu nayo mengi unatamani useme nasi kupitia neno lako. Ninasihi Roho Mtakatifu wako aendelee kuwa pamoja nasi tena sana wakati huu, katika jina la Yesu Kristo. Anga likafunguke likawe wazi kwa ajili ya kila mmoja mahali alipo, ili Bwana lile ulilokusudia kulifikisha, kulisema, kulizungumza katika mioyo ya watoto wako Baba likapate kutimia katika jina la Yesu Kristo. Ninatiisha nguvu, uweza na mamlaka yako vikatuatamie saa hii na wakati Mungu tunapokwenda kutafakari ujumbe wa neno lako ambalo umetupa kutembea nalo katika juma hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea sifa na heshima na utukufu, kwa imani tumeomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo tunazungumza kwa habari ya kuhusu umuhimu wa kutambua majira yetu ya kiroho. Na jana tukaanza kuangalia umuhimu wa kwanza, tukawa tumezungumza. Kwa wewe ambaye haukuwa pamoja nasi siku ya jana, nikusihi sana mpendwa mtu wa Mungu, fuatilia kipindi cha jana ili uweze kuwa na mwendelezo ama muunganiko mzuri wa mpangilio wa mafundisho haya, ili tusikuache, tuweze kwenda sambamba. Tuliangalia mifano kadhaa siku ya jana,
na tukaona kwa habari ya Yusufu na ndoto alizokuwa naota, hata utimilifu wake alipofika kule Misri. Lakini pia tunaona kwa Daudi kuwa mfalme, tunaona hakutaka kuchakachua ratiba ya Mungu, hakutaka kupita njia za mkato, japokuwa alishapakwa mafuta akiwa kijana mdogo, lakini ilimlazimu kukaa miaka 15 hata kuja kuwa mfalme. Hakutaka kupita njia za panya, kutaka kushindana na Sauli ili na yeye apate kumuua, la hasha. Yeye alikuwa amekaa kwa utulivu akisubiri tu, kusubiri ule wakati wa kiroho, majira yake ya kiroho yaliyoko ndani ya ratiba ya Mungu, ndipo akaweza kuwa mfalme. Lakini jambo la pili jana nikasema ni kutambua majira ya kiroho. Umuhimu wa kutambua majira ya kiroho kuna kusaidia kutuhakikishia kuongozwa na Roho Mtakatifu katika mambo mbalimbali, ikiwemo katika kufanya maamuzi juu ya maisha yako. Rejea lile somo ambalo tumejifunza wiki iliyopita. Pia tunapotambua majira yetu ya kiroho, ni rahisi sana kuwa na maamuzi sahihi sawa sawa na mpango wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu tutakuwa tuna uhakika wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hatutaishi vile tunavyojisikia sisi, bali tutafuata miongozo yote ya kutoka kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu tumeshatambua majira yetu ya kiroho na Mungu amekusudia nini katika majira yetu ya kiroho. Na Warumi 8 ule mstari wa 14, wanaoongozwa na Mungu na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo tunapofanikiwa kuyatambua majira yetu ya kiroho, tuwe tayari kuwa watii chini ya mwongozo utokao kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapotambua majira yetu ya kiroho, inatusaidia sana kuwa na mwongozo rasmi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, kwa nini ni muhimu kutambua majira ya kiroho? Ni muhimu kutambua majira ya kiroho kwa sababu kutakusaidia kuwa na nguvu ya kiroho katika kuvumilia pamoja na kusubiri wakati uliokubaliwa na Bwana. Tunapotambua majira ya kiroho na Mungu akatuhakikishia ya kwamba ndiyo ratiba yake inavyosema kuhusu maisha ya kwetu, tutakuwa na nguvu, tutakuwa na ujasiri wa kusubiria wakati wa Bwana. Haijalishi hapo katikati tutakutana na upinzani wa namna gani. Haijalishi kelele huko nje zitakuwa zikipigika kwa sauti kubwa namna gani. Maadamu tumeshajua majira yetu ya kiroho na Roho Mungu ametuhakikishia ya kwamba ndivyo itakavyokuwa, tunakuwa na nguvu na ujasiri wa kusubiri ule wakati wa Mungu uliokubalika. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, mpendo mwana wa Mungu, ili uweze kustahimili mambo mengi, ni lazima uwe na maarifa ya kukusaidia kuyatambua majira ya kiroho ili uweze kukaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mfano mwingine katika Biblia, Simeoni ambaye tunakuta habari zake katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 2 ule mstari wa 25 na ule mstari wa 26. Simeoni tunakutana na habari zake katika Luka sura ya 2 mstari wa 25 na 26. Nikombe mwana wa Mungu utasoma, utakutana na habari za Simeoni ambaye aliahidiwa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo. Hataona mauti kabla ya kumwona Kristo. Kwa hiyo kwa uvumilivu alisubiri hadi majira yake yalipofika, alimwona mtoto Yesu hekaluni. Kwa hiyo haijalishi huyu ndugu, hata kama umri wake ulikuwa umeenda vipi, hata kama alikuwa anaugua na kupona, hata kama hali yake ya kiroho ilikuwa ni ya kupanda na kushuka, vyovyote vile iwavyo, lakini ndani ya moyo wake alikuwa yuko na ahadi ya Mungu ya majira yake ya kiroho kumpakata Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu, ambaye alishajua na kuamini habari zake tangu zamani. Kwa hiyo Mungu kumthibitishia ya kwamba kwa kuwa wewe ni miongoni mwa watu wa zamani ambao wameiamini kweli ya neno langu, sasa ninataka nikuthibitishia kwamba wakati wangu utakapofika, hivyo kitu nitakifanya tu. Tunaona majira yalipofika sawa sawa na mpango wa Mungu kumleta Yesu Kristo duniani, aliuthibitisha mpango wake wa ukombozi wa ulimwengu kwa njia ya Yesu Kristo.
kwa kumleta mikononi mwa huyu ndugu aliyekuwa akiitwa Simeoni. Na baada ya hapo huyu ndugu sasa akawa yuko tayari muda wote, saa yoyote akawa yuko radhi tayari kwa ajili ya kufa. Kwa nini? Ni kwa sababu ni majira yake ya kiroho yameshafika. Mambo mawili kwa wakati mmoja: ameshaupokea ukombozi mikononi mwake, lakini ni wakati wa yeye sasa kuondoka ulimwenguni. Ni kwa sababu alishafahamu majira yake ya kiroho. Isaya 40 ule mstari wa 31, na mimi ninatamani utiwe moyo kwa neno la Mungu, kama ambavyo Isaya sura 40 mstari wa 31 anaposema, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ninatamani utiwe na moyo na hili neno la Mungu, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Haijalishi utakutana na changamoto za namna gani, haijalishi utakutana na upinzani wa jinsi gani, haijalishi nguvu za kuzimu zitajiinua dhidi yako kinyume na wewe kwa viwango vya namna gani, lakini wewe mpendwa mwana wa Mungu, wewe dumu katika imani, dumu katika tumaini la Mungu ya kwamba unamngojea Bwana kwa wakati aliokusudia, kwa majira aliyoyakusudia yeye mwenyewe, kulingana na ratiba na mpango wake juu ya maisha ya kwako. Bwana atafanya katika jina la Yesu Kristo, na iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Upokee nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Upokee uwezo mpya ndani yako katika jina la Yesu Kristo, utakao kuwezesha kudumu katika tumaini ambalo Bwana amekuahidia kwenye maisha ya kwako, sawa sawa na majira ambayo Mungu ameyatengeneza maalumu na special kwa ajili ya kwako. Katika jina la Yesu Kristo, pokea hiyo neema, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Umuhimu wa 4, ama sababu ya 4, kwa nini ni muhimu kutambua majira ya kiroho? Kutambua majira ya kiroho kuna tusaidia kujijengea nidhamu bora ya maisha na kukuepusha na tamaa mbaya ya ulimwengu. Ninarudia pointi ya 4. Kwa nini ni muhimu kutambua majira ya kiroho? Ni muhimu kutambua majira ya kiroho kwa sababu kutakusaidia kujijengea nidhamu bora ya maisha na kukuepusha na tamaa mbaya ya ulimwengu. Hautataka kufanya kila kitu, mpendwa mwana wa Mungu. Hautataka kupokea kila kitu kwenye maisha ya kwako. Hautakurupuka kufanya baadhi ya vitu kwa sababu wengine wamefanya na wewe utake kufanya. Hautakuwa mtu wa namna hiyo endapo tu utakuwa umeyatambua majira yako ya kiroho. Mungu amekupangia nini? Mungu amekuandalia nini? Mungu amekuwazia mawazo gani yaliyo mema, yaliyobeba maisha ya kwako? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hautakuwa na mawazo ya kuigaiga, hautakuwa mtu wa kufuata mkumbo, hautakuwa mtu wa kuhamasishwa na mazingira ya nje yanasemaje, hautakuwa mtu wa kujipimia kwa habari ya umri ulio nao, hautakuwa mtu wa kusema kwamba ninachelewa, ninakawia. La hasha, bali utakuwa ni mtu ambaye unadumu katika tumaini. Kwa nini? Ni kwa sababu umeshajua siri za rohoni kwamba jambo fulani, uhitaji fulani ulio nao, Mungu amenionyesha katika ulimwengu wa roho, nitalipata katika majira fulani ya kiroho ambayo Mungu ameyakusudia. Hautafuata tamaa za mwilini, hautafuata tamaa za ulimwengu huu kwamba ulimwengu unasemaje. Kwa utajikuta tu unajijengea nidhamu ya kimaisha, nidhamu bora ya kimaisha. Utaishi maisha yenye uangalifu mkubwa mno. Hutakaa umsikilize na kukubaliana na kila mtu. Utakuwa ni mtu wa kuchuja mawazo ya watu. Utakuwa ni mtu wa kuchuja mashauri ya watu. Lipi uchukue, lipi ufanye. Kwa nini? Ni kwa sababu chujio ni nini? Ni majira yako ya kiroho ambayo umekwisha kuyafahamu kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi namba 5. Kwa nini ni muhimu kutambua majira ya kiroho? Ni muhimu kutambua majira ya kiroho kwa sababu kutakusaidia kuwa na mipaka ya kiroho juu ya nini ufanye, nini usifanye, nini upate, nini usipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiwekea mipaka ya kiroho. Na nilipokuwa nikifundisha somo hili katika ibada zetu za Morning Glory mahali hapa,
nilizungumza nikasema, wakati mwingine utajiwekea mipaka ya kiroho hata katika kusikiliza mafundisho, hata katika namna ya kupokea unabii ambao unatamkwa katika namna tofauti tofauti. Kila namna ya unabii ambao unatamka kwako utaupima kwamba ni unabii wa kweli au ni unabii wa uongo, kwamba ni fundisho la kweli ama ni fundisho feki. Kwa nini? Ni kwa sababu umeyatambua majira yako ya kiroho. Haijalishi linazungumzwa neno ambalo linagusa maisha ya kwako, haijalishi linazungumzwa neno ambalo linaleta faraja na matumaini maishani mwako, likakuaminisha kwamba ni wakati, ni sasa. Yamkini ni kweli, ni neno la kinabii, ni la kweli, lakini si la kwako. Kwa nini? Ni kwa sababu unalipima katika ulimwengu wa roho na yale majira ya kiroho ambayo Mungu ameyathibitisha na kuyaweka tayari kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua majira ya kiroho ili uweze kujiwekea pia mipaka ya kiroho. Usikilize nini, upokee lipi, uamini lipi, yapi uyapuuze, yapi uachane nayo, yapi uyachukue kama changamoto za kiroho, ili uzidi kukua zaidi katika kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya kuijua kweli ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mwana wa Mungu, ninaomba niingie katika kipengele cha mwisho kabisa, kipengele namba 6, tunapohitimisha somo letu hili la kujua ama umuhimu wa kutambua majira ya kiroho. Tumeshaangalia sehemu ya kwanza ya kiini cha somo hili, umuhimu wa kutambua majira ya kiroho. Sasa ninaomba nihitimishe somo hili kwa kuangalia namna ya kutambua majira ya kiroho. Unayatambuaje? Unawezaje kuyatambua majira ya kiroho? Mbinu gani ambazo unaweza kuzitumia zikakusaidia kuyatambua majira yako ya kiroho? Mbinu gani ambazo unaweza kuzitumia ukapata kutambua ya kwamba sasa nipo ndani ya ratiba ya Mungu, kuna jambo Mungu anataka kufanya, kuna kitu Mungu anataka achilie, nipo kwenye majira, kwenye fursa ya kipekee, sitaki nipishane na gari la mshahara. Ninatambuaje sasa hayo majira? Ndicho kitu ambacho ninataka tuhitimishe katika somo letu hili ndani ya hili juma. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kwanza ni kwa kuwa na usikivu wa ndani wa sauti ya Mungu kupitia neno lake na kujifanyia tathmini ya kina zaidi kabla ya kufanya maamuzi. Ni kuwa na usikivu wa ndani wa sauti ya Mungu kupitia neno lake na kujifanyia tathmini ya kina zaidi. Mfano, tathmini ya kina ambayo tunaizungumza mahali hapa juu ya ule ujumbe wa neno la Mungu unaokujia kwako, ile sauti ya Mungu unayoisikia ndani ya moyo wako, itakusaidia kutambua majira ya kiroho ambayo uko nayo sasa ama unayo yaendea. Ile tathmini ya kina, je, kusudi la Mungu ndani ya hiyo sauti unayoisikia imekaa vipi? Inakusaidia kuliishi kusudi la Mungu? Inakuwezesha kuliishi kusudi la Mungu? Hiyo sauti ya ndani inayohitaji utulivu katika kuisikiliza, inakusaidia wewe, inakupa namna yoyote ama njia yoyote ya wewe kutembea ndani ya mpango wa Mungu? Ndio tathmini ambayo unapaswa ifanye ndani yako. Ukiona inakupa jibu la ndio, basi ujue kabisa either upo katika majira sahihi ya Mungu kufanya jambo kwako, au upo katika kuelekea majira ya kiroho ambayo Mungu anataka afanye jambo kwako ama kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namna ya kwanza ya kutambua majira ya kiroho. Lakini namna ya pili ni kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu sawasawa juu ya majira ya kufanya au kuacha jambo fulani. Kuna kipindi tu utajikuta kwenye maisha yako kuna hali fulani ya kiroho unaisikia ndani ya moyo wako kwamba fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, gusa hiki, hebu fanya kitu hiki hapo, na unasikia amani ndani ya moyo wako, na kadri ambavyo
unatii hiyo sauti na kufanya, unaona vitu vinatokea, ujue kabisa hicho ni kiashiria kimojawapo cha majira ya kiroho. Kumbuka nimezungumza moja kati ya vitu ambavyo vinatoa tafsiri ya majira ya kiroho ni viashiria au alama. Wakati mwingine unapoona kila unalofanya unaona linatokea, ujue kabisa huko ndani ya majira yaliyopata kibali machoni pa Mungu. Ndio maana unaona kila unalofanya linafanikiwa. Kwa sababu gani? Ndio majira ambayo Mungu amepanga kuja kukuinua. Upo ndani ya ratiba ya Mungu ya kukufanikisha kwenye mambo yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Lakini pia namna ya tatu ya kutambua majira ya kiroho, natamani nimalize ili tupate nafasi ya dakika chache ya kumwomba Mungu kulingana na hiki ambacho ametufundisha. Namna ya tatu ya kutambua majira ya kiroho ni kwa kuona dalili au viashiria vya mabadiliko ya hali ya kiroho ndani ya mtu. Ni kuona dalili au viashiria vya mabadiliko ya hali ya kiroho ndani ya mtu. Mfano, kusikia uamsho ndani yako, ulikuwa hujawahi kufunga, ghafla tu unasikia ndani yako umepata nguvu, morali ya kufunga na kuomba. Ulikuwa unafunga siku 3, sasa unataka uende siku 7. Kama ulikuwa unakunywa na kula baada ya masaa 12, sasa unataka kujaribu kwenda siku zote hizo kavu kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Umekuwa na bidii na faraga la Mungu, umekuwa mtu wa kusoma kwa nguvu sana neno la Mungu, umekuwa ni mtu wa kupenda ibada. Ujue hivyo ni viashiria vya nje ya kwamba Mungu imefika wakati, ni majira yako ya kiroho sasa, anataka kubadilishie hali ya kiroho, anataka kuongezea viwango vingine vya kimahusiano ya kiroho ili apate kufanya mambo fulani aliyoyakusudia ndani ya mwelekeo mpya wa kiroho kati yako wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ni namna ya tatu ambayo ukiona viashiria vya namna hiyo ujue ni majira yako ya kiroho sasa yanakwenda viwango vya namna nyingine. Lakini namna ya 4 ya kutambua majira ya kiroho ni ile amani ya ndani inayoenda sambamba na msukumo wa kiroho, kuonesha au kuashiria kuwa majira fulani ya kiroho yamefika. Unafika ule muda unasikia amani kamilifu moyoni, kwamba hausiti tena, hauna mashaka tena kuliendea jambo fulani, kulifanya jambo fulani, na unaona ukiliendea na kulifanya unaona matokeo. Ujue kabisa hiyo ni kiashiria kimojawapo, ama inaonesha kabisa ya kwamba ni majira ya Mungu yamefika katika maisha yako. Amani ya ndani. Esther sura ile ya 4 mstari wa 13 na wa 14. Tujifunze kwa mfano wa Esther sura ya 4 mstari wa 13 hadi ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe ujidhaniaye kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Oho, Mordekai anamfungua macho ya rohoni Esther, anamfafanulisha, anamsaidia kuelewa ya kwamba Esther kufanyika mke wa mfalme ilikuwa si kwa ajili ya fahari yake yeye, ilikuwa si kwa ajili ya heshima ya ukoo wao kwamba wamepata kuingia ndani ya mamlaka ya mfalme. La hasha, bali ilikuwa ni kwa ajili ya mpango maalum wa Mungu wa kuja kumtumia Esther, kwamba kuna wakati huyu binti haendi tu kufanyika kuwa mke wa mfalme, bali kuna majira atakuja kufanyika kuwa mtu atakayesimama kubatilisha, kuwa chanzo cha kubatilisha mauti ambayo imewekwa tayari kwa ajili ya wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona Esther jinsi ambavyo anapokea huu wito wa kutoka kwa mjomba wake Mordekai, kufunguliwa akili na fikra zake, kutambulishwa ya kwamba sasa umefika majira ya kiroho kwa ajili yako Esther, kutimiza lile kusudi la Mungu lililofungwa ndani ya majira maalum, ya kwamba kupitia wewe Esther sisi tutapata kuwa salama. Esther akafunguka
macho yake ya rohoni, akafunguka, akapata kufahamu. Ndio maana akapokea ule ujumbe kwa furaha, akaupokea kwa amani. Majibu ya Esther kuyapeleka tena kwa Mordekai ya kwamba anatoa maagizo, anatoa maelekezo ya kwamba tutafunga siku 3, na mimi siku ya 3 nitaenda kinyume na utaratibu kwa mfalme, nitaenda kuzungumza naye. Si kwa sababu Esther alitishika kwa maneno ya mjomba wake ya kwamba usipozungumza wewe tutakufa sisi pamoja na wewe. La hasha, bali ni ule utayari wa moyo. Ndio maana walivyolipokea akatoa hayo maelekezo, wakafunga na kumwomba Mungu, kutafuta uso wa Mungu, wakamlilia Mungu. Ndipo Esther akapata nguvu na ujasiri kuingia kwa mfalme kinyume na taratibu, na tunaona ile hukumu ya kifo kwa ajili ya wana wa Israeli ikawa imebatilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote hayo ni kwa nini? Ni kwa sababu alilipokea kwa amani lile jambo ambalo alishirikishwa na kulibeba kwa mzigo. Lakini pia tukisoma, tukiangalia namna ya 5 na ya mwisho katika kutambua majira ya kiroho, ni kwa kuzingatia au kufuata ushauri, mwongozo na kutiwa moyo na watu sahihi waliokutangulia au kukomaa kiroho kabla yako. Kutambua majira ya kiroho, wakati mwingine tunaweza tukayatambua majira yetu ya kiroho kwa kuzingatia au kufuata ushauri, mwongozo na kwa kutiwa moyo na watu sahihi waliokutangulia au kukomaa kiroho kabla yako. Angalia Samueli wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 8 na wa 10. Tutajifunza kwa habari ya Samueli. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 na wa 10, Biblia inasema, Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akamtambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, kuzaliwa kwa Samueli ilikuwa ni ahadi ilikuwa ni nadhiri ya Hana mama yake kwa Mungu, kwamba utakaponipatia uzao nitamtoa mtoto wangu katika madhabahuni pako. Na kweli alipopata mtoto, Hana akawa mwaminifu, kaenda kaitangua nadhiri yake, akampeleka mtoto madhabahuni. Lakini ulipofika majira ya kiroho kwa ajili ya Samueli kusimama kama muamuzi, majira ya kiroho kwa ajili ya Samueli kusimama kama nabii, majira ya Samueli kusimama kama kuhani katikati ya taifa la Israeli, majira ya taifa la Israeli kuanza kusikia tena sauti ya Mungu kwa vinywa vya manabii, ulipofika, Samueli alikuwa bado hajatambua. Ndio maana Mungu alimuita mara 3, alikuwa hajatambua ile sauti. Na ndipo tunasema sasa, moja kati ya njia kutusaidia kutambua majira ya kiroho ni kwa kufuata ushauri, miongozo kwa watu waliotutangulia, wazoefu, waliobobea vizuri katika masuala ya kiroho. Watatushauri wakati mwingine hata namna ya kuisikia sauti ya Mungu inaposema na sisi, kuashiria kwamba wakati wa Mungu kutenda mambo kwenye maisha yetu umefika. Tunaona ndivyo ambavyo Eli alivyofanya kwa Samueli, akamwelekeza namna ya kusikia sauti ya Mungu. Na baada ya hapo Samueli anasimama sasa kwa namna nyingine ya kuanza kulitumikia kusudi la Mungu. Ninaomba nihitimishe kwa njia ya 6. Njia ya 6 ni kwa njia ya maombi ya kufunga, kuwa na faragha ya pekee na Mungu kwa kina zaidi. Kupitia maombi Mungu hujifunua na kuonyesha nini unapaswa kufanywa kwa wakati fulani. Nimeiweka hii njia kwa makusudi kabisa kuwa ni pointi ya mwisho, kwa sababu wengi sana tunaishi hiyo, tunaifanyia hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katikati ya maombi ya kufunga, kutafuta uso wa Mungu, kuwa na faragha ya kutosha ya kina, huko ndiko Mungu anapoachilia njia, anapotufunua macho yetu na masikio yetu ya rohoni kupata kujua yaliyositirika ndani ya wakati uliopata kibali kwake na namna ya kuuendea. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, na Mungu alibariki neno lake. Amen.
Mpendwa mwana wa Mungu, ninaomba kwa dakika hizi chache twende mbele za Bwana kwa moyo wa shukrani. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya neno pamoja na maombi ambayo tumeyapeleka kwake katika juma hili alipotufundisha hili somo ambalo tumemaliza hivi sasa. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo ninakutukuza, ninalibariki jina lako. Sifa na heshima na utukufu Bwana ninakurudishia wewe. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo Bwana limesikia na kupokea mahubiri ya neno lako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba Mungu Roho Mtakatifu anenaye mema ndani ya roho na nafsi zetu akaendelee kutufundisha na kutufunulia kweli yote. Yale yaliyosalia Bwana ukapate kuyatenda mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kinyume kabisa na kukemea kila namna ya upinzani katika ulimwengu wa roho ambao unatuzuia tusijue majira yetu ya kiroho ambayo yamebeba neema kubwa, majira yetu ya kiroho ambayo yamebeba baraka kubwa, majira yetu ya kiroho ambayo yamefungulia milango mikubwa ya kupitisha vitu vizuri vyenye thamani kwa ajili yetu na kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye, ikapate kushindwa kabisa katika jina la Yesu Kristo. Kila pando la adui alilopanda kwenye akili, fikra zetu, hata tushindwe kujua na kupambanua kwa jinsi ya rohoni mambo ambayo Bwana umeyaruhusu kwenye maisha yetu hata sasa Bwana, na mengine kwa ajili ya kizazi chetu, ninaomba katika damu ya Yesu Kristo yakapate kung'olewa katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine tumekatishwa tamaa, wakati mwingine tumevunjwa mioyo, wakati mwingine tumefikirishwa ya kwamba tuko nyuma ya muda, ya kwamba tumecheleweshwa, lakini si hivyo, bali Bwana ni majira yako yaliyokubalika mbele zako bado haijafika. Mungu ninakusihi katika jina la Yesu, ninajua hivi ni vita vya kiroho ambavyo Bwana wakati mwingine inakupasa kuvingilia kati wewe mwenyewe, ukatupiganie, ukatutetee, maana peke yetu hatuwezi. Tunahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Saidia huyo mama anayesikiliza na kufuatilia saa hii, saidia huyo baba, saidia huyo kijana wa kike na wa kiume katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tupiganie Mungu wa rehema, tetea makusudi na mapenzi ya kwako, tetea ratiba yako njema uliyoipanga kwenye maisha ya kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi katika hili juma, tukiambatanisha shukrani zetu na sadaka zetu. Ukatutakabali Bwana, na ukazidi kusikia kadiri ambavyo tutaendelea kuomba sawa sawa na neno lako lilivyotufundisha. Pokea sifa na heshima na utukufu Bwana. Ikikupendeza tupe tena neema yako kwa juma linalofuata kwa ajili ya somo lingine ambalo Bwana umetuandalia kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Niendelee kukukaribisha tena mpendwa mwana wa Mungu, usisite kuendelea kufuatana pamoja nasi. Toa ushauri, maoni, lakini pia weka na ushuhuda wako jinsi gani ambavyo ibada hii inakupa kuvuka kwenye maisha yako ya siku kwa siku kadiri ambavyo Mungu anasema na wewe kwa njia hii. Basi ninaomba tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda, na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.